Hakuna midundo special kwa ajili ya watu wa Injili. Ninaomba ulielewe hilo. Hakuna midundo special ambayo iko specific kabisa kwamba hii ni ya Injili, hii ni ya watu wa dunia. Hakuna hiyo. Naomba uelewe hiyo. Hakuna melody special kwa ajili ya watu wa Injili peke yake na watu wa dunia peke yake. Hakuna. Ninaomba uelewe hiyo ndugu yangu mpendwa. Hakuna aina ya mziki ambayo huu ni special wa kuimbia Injili, huu ni wa kuimbia watu wanaoimba nyimbo za kawaida. Hamna. Nataka nikuambie kaka yangu kwamba hapo shetani amekuvamia mwishoni mwa safari yako. Wakati safari yako inaendelea, Boniface Mwaitege, kwa kitendo ulichokifanya na kukitetea, ni namna ambavyo shetani amekuvamia mwishoni. Yani kutaka kupromote mziki wa shetani, kutaka kuuleta kanisani, mziki ambao umetengenezwa na shetani juzi katika nchi ya Tanzania. Hakuna midundo special kwa ajili ya watu wa Injili. Ninaomba ulielewe hilo. Shetani amezalisha mziki wa kishetani, singeli. Mziki wa singeli ulivyozaliwa. Singeli imezaliwa kwa mtu mmoja anaitwa Singeli. Jina lake anaitwa Singeli. Na singeli ni staili. Maana ya mziki wa singeli ni mziki ambao asili yake ni mziki wa vigodoro. Singeli kabisa kwenye kuanzia imeanza kwenye miaka 2006 2007. Okay. Sawa. Kwa hiyo wewe ulikuwa ni DJ? Mimi nilikuwa DJ pia nilikuwa producer. Sasa watu wengi wanajiuliza singeli ilikuwaje au kwa nini itwe singeli? Yeah. Unaona? Singeli kama singeli. Laza ni mziki wa taratibu. Yani ile ambao anaimba Msagasumu anaimba laza. Singeli ni biti ambayo inaokimbia speedi. Kwa sasa hivi wanaita bakola. Unaona, mziki wa singeli ambao unakimbia speed unaitwa bakola, na maana mziki ambao ni wa taratibu unaitwa laza. Kwa sasa ilivyopatikana jina la singeli, kuna kijana anaitwa Dula 6 Bullet. Hii naisema kwa sababu natoa historia ambayo ni ya kweli, siwezi kuficha kwa sababu leo hii ili mtu ajifunze ni lazima ajue historia ilianzia wapi na ilikuwaje mpaka ikawa singeli. Kwa hiyo mimi natoa ile historia ambayo ya nini neno la singeli kutokea ni wapi. Kwa hiyo alikuwa anaitwa, kuna kijana mmoja anaitwa Dula 6 Bullet. Ni msanii ambaye anaimba nyimbo za haraka. Mpaka sasa yupo. Mpaka sasa yupo. Sasa yule pale alikuwa na stage show yake anaitwa Kisingeli. Unaona, sasa yeye alikuwa akipanda kwenye shughuli labda kama amealikwa. Kwa anavyoimba anaimba Kisingeli njoo, Kisingeli njoo. Sasa yule Kisingeli akija pale ana zile style za kuwa anacheza sasa pale. Sasa kadri anavyocheza vile kwa pale ndio ile jina lake likaondoka na ule mziki wa singeli. Kwa Kisingeli ni mtu, Kisingeli ni style. Ni mtu anacheza ile style, kwa ile jina lake sasa ndio liko limebeba Kisingeli, ndio kaondoka na moja kwa moja. Anacheza style ipi by the way? Kwa watu ambao unafuatilia kwenye nani shughuli za vigodoro, wanaona vijana jinsi wanavyozicheza singeli. Kwa nadhani kwenye mtu atakishuti video ya singeli kuna style jinsi wanavyocheza vijana. Kwa zile style ndio kwa alianzisha kwenye kucheza. Kwa pale ndio kwa sababu jina yake ni singeli na ndio pale kaamkia jina la muziki wa singeli. Huko ndiko muziki ulivyoanziwa ukazaliwa, chimbuko la muziki Boniface Mwaitege. Muziki wa singeli umezaliwa kwenye vigodoro, ambako ma DJ kadha wa kadha katika nchi ya Tanzania walianza mchezo huo wa kuzikimbiza nyimbo, kuziongeza speedi na kuimba kwa style fulani na kucheza kwa style fulani ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo asili ya mziki wa singeli umezaliwa kwenye shughuli, vigodoro, michezo ya kucheza uchi, vigodoro vya kishetani. Sasa mimi nataka nikwambie, lazima unapoiga kitu kukileta kanisani ujue chimbuko lake ni lipi. Shetani amezalisha mziki huu kwenye vigodoro.
Wale wanawake wanaocheza miziki wanasaula nguo. Unajua kucheza kwa singeli, unaielewa, ni matusi, vigodoro. Ndiko mziki wa singeli ulikozaliwa. Nataka kuniambia Boniface Mwaitege, umekuja kuuchukua huu mziki, unaanza kuuita ni mziki wa kimungu, unaanza kuuita ni mziki wa kiroho, unaanza kuuita huu ni mziki ambao unaweza ukautumia kuingiza kanisani. Nikwambie, umevamiwa. Roho wa Mungu amehama kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana na binti za Mungu, kwanza nikusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali pale ambapo upo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika, niseme tu Mwenyezi Mungu apate kukubariki na kukutunza. Mimi hapa ni mtumwa wako Mwinjilisti Pascal Cassian. Katika siku ya leo Mungu ametupatia neema ili tuweze kuumega mkate wa uzima. Na takribani yapita mwezi sasa hatujapata kuwa na marisho haya katika roho, kutokana na huduma yangu kuwa katika nyakati tofauti tofauti, huduma ambayo imekuwa ikihitajika katika mazingira tofauti tofauti, lakini na changamoto zinazohusisha masuala tu ya kiubinadamu, kutokana na kwamba tuko katika ulimwengu wa nyakati za mwisho. Kwa hiyo muda mrefu sana tumekuwa hatujashikamana mimi na wewe kujifunza kwa njia ya maandiko matakatifu. Lakini katika muda huo tulikuwa tunatumia njia ya nyimbo. Tulikuwa tukipata nafasi ya kuachilia nyimbo mbalimbali ambazo tumeziona. Tunaona kabisa kwamba kuna nyimbo nyingi, kuna video nyingi ambazo tumeziachilia, ambazo ziko hapa katika YouTube yetu channel, katika madhabahu hii ya Nuru katika Giza. Kwa hiyo niseme tu Mungu ameendelea kutupigania na anaendelea kututumia katika wakati ambao yeye aliyoukusudia katika ulimwengu huu tunavyoendelea kuishi. Kwa hiyo wewe ambaye umeendelea kusubiria mahubiri mpaka siku ya leo, Mungu akubariki sana. Lakini wewe pia ambaye umeendelea kujumuika pamoja nami kwa njia ya nyimbo katikati ya hapa ambapo tumekuwa kimya, tunapatikana mara moja moja. Kwa hiyo Mungu pia aendelee kukubariki. Kwa hiyo niseme tu tuendelee kuwasiliana, tuendelee kuombeana, ili kusudi tuendelee kufundishana na kumngoja Kristo katika nyakati za mwisho. Sasa katika muda huu tulionao, nimeona tena nirejee ili tuweze kuendelea kuumega mkate wa uzima. Mahali ambapo ulipofunika macho yako ili tupate kuomba. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema hii ulionipa mimi na mtazamaji wangu. Tena kwa nafasi hii nyingine, endelea kunitumia kama chombo kipazacho sauti, ili niangaze neno lako, niangaze bendera yako, niangaze nuru yako, iwafikie watu ulimwenguni. Dunia imeendelea kuanguka, dunia imeendelea kuwayawaya, dunia inaendelea kulemewa na mzigo wa dhambi, na mwisho wako neno lako linavyosema ya kwamba itaanguka na hakuna atakayeweza kuigeuza tena ama kuinua. Mungu, wakati dunia inaenda kuanguka, wakati dunia inaenda kujifunga, Mungu tushikilie, tuwe pamoja katika nafasi na safari ya kuja kwako katika uzima wa milele. Kila mmoja umsaidie kwa vita aliyonayo, akasimame na kuishinda. Nitumie kama chombo, kwa maana wewe ndio umekuwa mwaminifu juu ya utumishi wangu. Katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Mpenzi mtazamaji wangu, kama ilivyo kawaida yangu katika siku ya leo, nimetamani niongee na wewe. Niongee na wewe kuhusiana na neno la Mungu. Biblia inasema katika Wakorinto wa pili 14, Korinto wa kwanza 2:14, Biblia inasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Ninarudia tena, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya rohoni, mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi. Biblia inajaribu kuelezea kwamba mwanadamu ambaye hajaokoka,
Mwanadamu ambaye hajampa Yesu maisha yake, hajajikabidhi mbele za Bwana, hana roho wa Mungu, anaigiza. Mwingine anaweza kuwa anaonekana kwamba ni mtumishi, lakini kumbe bado hajamkiri Yesu Kristo katika nafsi yake katika kweli. Mwingine anaweza kawa ni mwimbaji, ana karama ndio ya kuimba injili kabisa, lakini unakuta kweli bado hajamjua Yesu Kristo na kumkiri kwa kumaanisha na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kuna watu wanadhani ya kwamba mtu akisema Yesu anaokoa, wanadhani kwamba huyo ameokoka. Wanadhani kwamba huyo ameokoka na mkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kuna watu wanadhani ya kwamba mtu akiwa anahubiri anasema Yesu ni Bwana, Yesu ana nguvu, watu wanadhani ya kwamba huyu ameokoka na ni mchungaji wa Bwana. Watu wanadhani hivyo wanapoona mentality za watu, jinsi ambavyo wanajiita ni mitume na manabii. Wanadhani ya kwamba hakika hawa ni mitume, hakika hawa wameokoka na wamemcha Bwana, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini neno la Bwana linatuelezea hivi. Sikiliza linavyosema. Neno la Mungu linasema katika Wakorintho wa 2:14, Wakorintho wa kwanza 2:14, inasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza kujikuta wanaongea mambo ambayo yako tofauti kabisa na vile ambavyo Mungu anavyoelezea maandiko matakatifu. Na hao watu unakuta wanahubiri au wanafundisha ya kwamba hiki ni kitu fulani, lakini unakuta namna wanavyokifundisha ni katika ulimwengu wa mwili na si katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo watu hawa wanakinzana na maandiko matakatifu, lakini wamevaa vazi la Ukristo. Wapo wachungaji wengi ambao wanafundisha masuala ya kibiblia, lakini hayo masuala ya kibiblia namna wanavyoyafasiri, namna wanavyoyafundisha, wanayafundisha katika muktadha wa kimwili, si katika muktadha wa kiroho zaidi. Na hata wanapoyafasiri katika mambo ya kiroho, hawayafasiri vile ambavyo inavyokusudiwa, ilivyokusudia Biblia, ilivyoelekeza Biblia, kwa sababu maandiko matakatifu hayafasiriwi kwa akili za kibinadamu, na mambo ya rohoni hayafasiriwi kwa akili za kibinadamu. Na ndio maana neno linasema watu wenye tabia ya asili. Kwa lugha nyingine, watu ambao hawajaokoka hawawezi kufundisha kiufasaha mambo ya rohoni. Watafundisha bla, watafundisha uongo, watayasoma maandiko lakini watayapotosha. Sasa leo tunao watu wengi sana ambao wanasema sisi tumemkiri Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na ni wachungaji na waimbaji, lakini utawatambua kwa namna wanavyofundisha, kwa namna wanavyofasiri maandiko ya kwamba huyu ni kweli ndani yake amemkiri Yesu Kristo. Hata kama amemkiri Yesu Kristo, lakini bado hajampata yule roho wa kweli ajuaye kufundisha, ajuaye kumwelekeza iliyo kweli ya Bwana. Huyu amevamia kazi ya Bwana. Huyu bado alikuwa anatakiwa ajifunze. Huyu bado alikuwa anatakiwa akae chini ajifunze kumjua Mungu na neno lake linasema nini, ndipo anyanyuke aende akafundishe watu wengine. Leo tunao watu ambao wanajitokeza katika madhabahu, wanajitokeza kwenye mikutano wakifundisha mambo ya kiroho, wakati wao bado wanahitaji kufundishwa. Sikilize, wapo watu ambao wamekuwa tu maarufu ghafla, wamekuwa tu ni wacha Mungu, waimbaji ghafla, wamekuwa ni wahubiri ghafla, wamekuwa ni wachungaji ghafla, pasipo kufuata misingi ya kujua nini wanapaswa kuhubiri, nini wanapaswa kuimba, nini wanapaswa kukihubiri kwa watu wengine. Ni kwa sababu hiyo wamejikuta tu wanaingia kwenye shamba la Bwana pasipo kuketi miguuni pa Kristo kujifunza kile ambacho Kristo amekikusudia tukakifundishe. Pale wanapookoka tu wanataka kuwa wachungaji, pale wanapokuwa na jina tu wanataka kuwa wachungaji. Tunao wachungaji wengi ambao waliokoka, lakini hawakukaa kujifunza, kuijua iliyo kweli, kuyatambua maandiko matakatifu na fasiri zake, kuitambua Biblia vizuri. Kwa hiyo walikurupuka wakawa viongozi wa imani, yaani wakasisimka,
wakazani uchungaji unakuwa tu una jina, unaongea tu, unafundisha tu, unafasiri tu. Kwa hiyo tunao wahubiri wengi ambao wanafundisha propaganda, hawakuketi miguuni kujifunza Biblia, kujifunza katika roho, ili wanachokifundisha kiwe na tija katika Biblia, kifanane na maandiko matakatifu, kifanane na kweli ya Biblia, kifanane na misingi ya neno lake. Kwa hiyo leo tunao wahubiri wengi wa hovyo ambao wanahubiri uongo, wanapotosha maandiko matakatifu kwa sababu wamekurupuka. Kweli wameokoka, kweli wamejua kweli, lakini hawakukaa kujifunza ili waweze kujaa neno, wakalitoe kama lilivyokusudiwa, wakalifundishe kama lilivyokusudiwa. Kwa hiyo hawa watu watafundisha, lakini hawatafundisha iliyo kweli, hawataisema iliyo kweli. Watatumia akili zao za kibinadamu, watatumia akili zao za kibinadamu kuyafundisha maandiko, kuyaelezea. Na leo ndio tunaona kuna waimbaji wengi wanahubiri, nyimbo zao zinaongea vitu vya ajabu ajabu, zinaimba nyimbo ambazo hazina misingi, hazina uvuvio hata wa Roho Mtakatifu, hazina misingi ya neno la Mungu. Lakini hivyo hivyo tunao wachungaji wainjilisti ambao hawana msingi mzuri wa neno la Mungu. Yaani kazi yao wao ni kuhubiri maneno yao, ni kusoma andiko moja na kulitafsiri vibaya, ni kusoma maandiko fulani kufasiri kutokana na akili zao, kufasiri kutokana na akili zao za kiroho, za kimwili, sio za kiroho tena. Kwa tunao wengi wachungaji hawa wametapakaa mitandaoni, wametapakaa kwenye televisheni, wametapakaa makanisani, wanafundisha uongo, wanapotosha maandiko na watu wanawafuatilia. Na hapa tunaye mchungaji mmoja, nikupe mfano, ambaye ni rafiki yangu, ni ndugu yangu ambaye tumetumika pamoja, tumeimba pamoja, tumefundisha pamoja. Lakini jambo ambalo linaloweza kusikitisha ni kwamba huyu ndugu yangu anaitwa Boniface Mwaitege, ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tumetumika naye mahara, tumefanya naye kazi kwa pamoja, tumekuwa marafiki wa muda mrefu. Mimi ninamrespect na mheshimu kama mtumishi wa Mungu ambaye ameanza injili ya uimbaji muda mrefu. Lakini ngoja nikuambie kitu kimoja, kuna udhaifu mkubwa sana ambao umeendelea na udanganyifu wa nyakati za mwisho. Tunaona kwamba jinsi gani Boni Mwaitege amekengeuka. Nizungumze kwa neno hili la mwisho kwamba rafiki yangu Boniface Mwaitege, kwa namna ambavyo umeweza kuifundisha injili, nizungumze kiukweli kabisa kwamba Boniface Mwaitege, kwa neno hili na jambo hili limefikisha stage umeweza kukengeuka. Kwa hiyo nataka nizungumze jambo moja ambalo lipo hapa. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 2:14, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa hutambulikana kwa jinsi ya rohoni. Wakati ameendelea kuwa mtumishi wa Mungu wa uimbaji wa nyimbo za Injili, mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Boniface Mwaitege, nilisikitika kitu kimoja ambacho sikukitarajia baada ya kuona amefanya mziki aina ya singeri. Amefanya wimbo, ametoa wimbo, na hii video ilitrend kidogo ambayo alitoa. Nilikuwa niko busy sana na watu walinipostia sana kwenye clip hizi, wakawa wamenipostia wakanionyesha, na mwisho wa siku nikaenda kwenye channel yake, nikaenda kuona uimbaji. Ametengeneza wimbo wa singeri, na kumbuka huyu ni mwalimu ambaye amefundisha watu wengi kwenye uimbaji, amesaidia watu wengi, Boniface Mwaitege, na nimeona harakati zake zimeanza vizuri. Lakini nikaja kushangaa mziki ambao uliozaliwa juzi katika taifa la Tanzania, ambao umezaliwa katika taifa la Tanzania, mziki wa singeli ambao umekuja juzi, ni roho mpya ambayo ndio imemuinua, imefika stage
imemkamata Boniface Mwaitege, ushawishi wa kuenenda na dunia, ushawishi wa kuenenda katika dunia ya siku za mwisho. Mziki uliozaliwa juzi katika nchi ya Tanzania, Boniface Mwaitege, na yeye kwa sababu ameona kwamba ni kana kwamba yuko nyuma na mfumuko wa dunia unavyokwenda, Boniface Mwaitege, kwa hiyo imefika hatua na yeye ameamua kufanya uimbaji wa mziki wa injili kupitia singeli, mziki wa singeli, kwamba ni mziki ambao anaweza akautumia mtu yeyote yule na namna ambavyo anavyofikiria yeye. Kwa hiyo Boniface Mwaitege na yeye, pamoja na kwamba amekuwa mwimbaji wa muda mrefu, pamoja na kwamba amekuwa mchungaji, pamoja na kwamba amekuwa mtu wa muda mrefu kwenye upande wa injili, lakini kitu ambacho kimeshangaza, ameshindwa kutofautisha mziki gani ambao unaweza ukatumika kumpa Bwana utukufu, mziki gani na mdundo gani ambao unaweza ukatumika kusaidia watu katika ulimwengu wa roho. Imefika hatua Boniface Mwaitege ameshindwa kutofautisha ya kwamba huu mziki ni mziki ambao una ara zinazotambulisha ulimwengu wa giza. Huu mziki una ara unaotambulisha ulimwengu wa kuzimu. Na watu walipokuwa wananihoji maswali, nikawaambia kwa huu muda kidogo niko na changamoto na nazishughulikia, lakini nitakaporejea nitaanza na swala hili ili kulifafanua, kwa sababu Boniface Mwaitege ni mtu ambaye amefahamika na vijana wengi wanamfuatilia, na katika maelezo yake anajaribu kuelezea ya kwamba yeye ni mkongwe, yeye ni mkongwe, ni mzee, amezeeka, ni mtu ambaye anatakiwa asikilizwe. Anajaribu kujiintroduce. Rafiki yangu Boni Mwaitege, unajaribu kujiintroduce, yani anajaribu kujiintroduce ya kwamba ni kweli anaonyesha statement yake ya namna ambavyo ametumikia mziki wa injili na umemtambulisha na umezaa vijana wengi, umezaa vijana na mabinti wengi katika mziki wa injili. Kwa kupitia yeye wapo watu ambao wametamani kutumika kama yeye. Kwa hiyo lugha anayoitumia ni kujaribu kukutengenezea mazingira ili akutazamishe ya kwamba yeye ameanza mziki zamani. Kwa hiyo kile ambacho anakizungumza ni sahihi ili uweze kukielewa na kukiamini. Lakini mimi nataka nikwambie, injili haipimwi, kweli ya Biblia haipimwi kwa kuwepo miaka mingi katika huduma, katika utumishi, haipimwi kwa umri wa kibinadamu. Yani swala la kiroho, utakatifu haupimwi kwa umri wowote. Nizungumze tu kwamba Boniface Mwaitege, swala la kiroho halipimwi kwa background yako, ulivyoanza, ulivyofanya miujiza, ulivyofanya makubwa, ulivyobadilisha watu. Kwa naongea na Boniface Mwaitege kwamba unapozungumza kwamba watu waamini unachokizungumza, ya kwamba mziki wa singeli ni mziki wa kiroho, mziki wa singeli na wa hip hop na mziki wa wote kadogori na makorokoro yote ya mziki, rock music, chochote kile kinachoitwa mziki, kwamba waamini mziki wowote unaweza ukawa mziki wa injili. Kwa sababu hiyo unatetea hoja mbele za watu ya kwamba waamini mziki wowote unaweza kutumika kumtukuza Mungu. Kutokana na unajaribu kuonyesha background yako ya nyuma ya kwamba kule umetoka wewe ni mzazi wa mziki wa injili, kwamba umezeeka, umeanza mziki zamani. Mimi nataka nikuambie kwa pointi hiyo, kama unazani rafiki yangu, kaka yangu Boniface Mwaitege, kwamba watu wakuelewe, watu wafuatilie, hapo ni upotoshaji mbaya na ni hatari sana. Upotoshaji mbaya na hatari sana. Unatumia vibaya nafasi ambayo Mungu amekuwezesha. Nataka nikuambie Boniface Mwaitege, ukweli unaujua ya kwamba hivi nafasi Mungu aliyokupa umeitumia vibaya mwishoni. Shetani amekukamata vibaya mwishoni.
Boniface Mwaitege, nataka nikwambie, uwezi ukawaambia watu aina yote ya mziki duniani inaweza ikatumika katika kanisa. Yani nafasi ambayo Mungu amekupa na heshima ambayo amekuheshimisha Boniface Mwaitege, umeishusha pakubwa sana. Na ndio maana imefika hatua umeweza kutafuta namna ya kujaribu kuongelea, kuwaaminisha watu. Kwa maana hata wewe mwenyewe baada ya kuona comments zimekuwa nyingi, hata wewe mwenyewe umejisikia kana kwamba kuna kitu kinaunguruma ndani. Yani imekulazimu ujitokeze, maana vya rohoni dhamira ya kweli inatambua. Ngoja nikwambie kitu kimoja Boniface Mwaitege. Umetoa wimbo huu, haukuambia watu kwamba mimi natoa wimbo wa singeli, ila kichwani mwako uliona kwamba naweza kufanya huu mziki wa singeli. Lakini kwa sababu tabia ya asili ya Mungu, mtu aliyeokoka na ambaye hajaokoka ana kitu ndani yake kinachoweza kutambua huu ni mziki gani, huu ni ukweli ama uongo. Waje nikwambie, mtu awaye yeyote, ameokoka hajaokoka, unaweza ukamwambia ya kwamba vazi hili, yani kimini hiki, unaweza ukavaa mtu yeyote, umeokoka hujaokoka. Mimi nataka nikuambie, yule unayemwaminisha huyo hata kama hajaokoka anaweza kukukubalia mdomoni, lakini ndani ya roho, ndani yake hajaokoka kabisa, akashuhudiwa kuona kwamba hiki ambacho unachomwelezea na unachokitetea kwa nafasi yako, atakuheshimu kwa huo muda, lakini sio cha kweli. Dhamira inasemaga ukweli. Kwa hiyo Boniface Mwaitege, wewe mwenyewe ni shahidi, nina uhakika na ninachokiongea, ya kwamba baada ya kuachilia huo wimbo, uliona kabisa mioyo ya watu namna inavyofahamu asili ya Mungu ndani yao. Iligundua kabisa huu mziki ulioufanya na wewe, jinsi heshima Mungu aliyokupa, na watu wanavyofahamu wewe ni mchungaji ambaye unayejua kutofautisha katika mziki upi unaoweza kutumika katika kanisa. Ni mziki unaweza kutumika, mziki upi katika roho, katika Bwana, ni mziki gani? Ndio maana watu walishangaa wengi. Kwa hiyo ulipoona comment za watu za kutosha, watu walikuwa wanajiuliza imekuwaje? Maana roho yule wa kweli, roho wa zamani, roho ambaye alikuwepo enzi za mababu na mababu, hakuwahi kuimba mziki wa makorokoro kama yale, mziki wa singeli. Roho huyo aliyeshuhudia ndani yao akaanza kukataa, na ndio maana ukaona comment za watu wengi. Lakini ndio maana wewe mwenyewe dhamira yako ya ndani Boniface Mwaitege imefika stage ikaanza kuugua, na mwisho wa siku kaamua utengeneze video kwa ajili ya kuwashuhudia ama kujaribu kuwasahihisha, kujielezea, kuwa preview, yani kwamba hiki nilichokifanya ni cha kweli, hiki nilichokifanya msikishangae, hiki nilichokifanya hiki unaweza ukakitumia. Mimi ni mwanamuziki mkongwe, sijawahi kuona kuna muziki wa kidunia na muziki wa kiroho. Boniface Mwaitege, huyo ni shetani amekuingia. Yani nataka nikwambie kaka yangu, mimi ninakupenda, ninakuheshimu, wewe unajua. Nataka nikwambie kaka yangu kwamba hapo shetani amekuvamia mwishoni mwa safari yako. Wakati safari yako inaendelea, Boniface Mwaitege, kwa kitendo ulichokifanya na kukitetea, ni namna ambavyo shetani amekuvamia mwishoni, yani kutaka kupromote mziki wa shetani, kutaka kuuleta kanisani, mziki ambao umetengenezwa na shetani. Juzi katika nchi ya Tanzania, shetani amezalisha mziki wa kishetani, singeli. Na mimi nitakwambia mziki wa singeli ulivyozaliwa. Singeli imezaliwa kwa mtu mmoja anaitwa Singeli. Jina lake anaitwa Singeli.
na singeli ni staili. Ni staili, kucheza. Maana ya muziki wa singeli ni muziki ambao asili yake ni muziki wa vigodoro. Huko ndiko muziki ulivyoanziwa ukazaliwa, chimbuko la huu muziki. Boniface Mwaitege, muziki wa singeli umezaliwa kwenye vigodoro, ambako ma DJ kadha wa kadha katika nchi ya Tanzania walianza mchezo huo wa kuzikimbiza nyimbo, kuziongeza spidi na kuimba kwa staili fulani fulani na kucheza kwa staili fulani ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo asili ya muziki wa singeli umezaliwa kwenye shughuli, vigodoro, michezo ya kucheza uchi, vigodoro vya kishetani. Sasa mimi nataka nikwambie, lazima unapoiga kitu kukileta kanisani ujue chimbuko lake ni lipi. Shetani amezalisha muziki huu kwenye vigodoro. Wale wanawake wanaocheza muziki wanasaula nguo. Unajua kucheza kwa singeli, unaielewa, ni matusi. Vigodoro ndiko muziki wa singeli ulikozaliwa. Wakina Msaga Sumu huko, na sio kwamba kina Msaga Sumu ndio waanzilishi, lakini ndio walioupokea. Ila jina hili singeli, jina hili la singeli, la huu muziki wa singeli, yupo mwanzilishi anaitwa Singeli mwenyewe. Jina lake anaitwa Singeli, ndio maana huu muziki ukaitwa singeli. Singeli ni jina la mtu ambao wanahusika kwenye vigoro, ni ma DJ hawa. Kwa hiyo muziki huu wa singeli chimbuko lake limeanzishwa kwenye kwenye vigodoro, kwenye manini wanaita shughuli hizi za wapagani, wanavyocheza na kusaula nguo, wanacheza na kuvua nguo, wanacheza na kuonyesha uchi, wanacheza kanga moja. Na ndio muziki wa singeli ulipoanza kuzaliwa. Umeanza shetani ameinua huu muziki wa kipepo, ambapo ukipigwa huu muziki staili yake lazima muwe kama machizi kwenye shughuli. Muziki wa singeli umezaliwa katika mfumo huo, kwamba ukishapigwa kwenye shughuli sio tena muondoko, ni staili fulani ambayo walianza kukimbiza nyimbo. Nyimbo unaiongeza spidi. Leo hii hapa ipo nyimbo ya Batibukuku. Kumbuka nyimbo ya Batibukuku ina tempo ya taratibu, wala kawamani uliowafanya Wayahudi. Lakini leo imegeuzwa ile staili ya singeli, imeongezwa ili watu wewe kama mavicha. Hata staili yake ya kucheza imekuwa kama makicha. Na leo hii unataka kuniambia Boniface Mwaitege umekuja kuchukua huu muziki, unaanza kuuita ni muziki wa kimungu, unaanza kuuita ni muziki wa kiroho, unaanza kuuita huu ni muziki ambao unaweza ukautumia kuingiza kanisani, wewe ambaye umeokolewa muda mrefu. Na ndio maana nikwambie, umevamiwa. Roho wa Mungu amehama kwako. Unahalalisha muziki wa kwenye vishughuli, muziki wa kwenye kusaula nguo, muziki wa kishetani, muziki wa kidogori, muziki wa kipepo. Ukipigwa huo, wavuta bangi, ndio staili za wavuta bangi wanacheza huu muziki. Leo hii hapa wewe mtu wa Mungu ambaye umetumiwa na Mungu muda mrefu kwenye uimbaji, unawaamrisha vijana Boniface Mwaitege waimbe muziki. Ni namna gani Roho wa Mungu amehama, amekengeuka mwishoni? Umekengeukia, unaanza kupotelea mwishoni, kama wimbo wa Mgogo anasema usipotelee mwishoni. Boniface Mwaitege, kwa sababu ya kutaka kuendana na wakati, kwa sababu ya kwenda na dunia, unaanza kuhalalisha muziki uliozaliwa kwenye shughuli. Ndio chimbuko la muziki wa singeli. Na singeli jina lake, mwenye singeli yake yupo, anaitwa Singeli, japokuwa hakutumia hiyo fursa kujiintroduce. Kwa taarifa yako, sasa nikuulize wewe, unajua chimbuko la muziki wa singeli? Umeuleta kanisani, ni muziki uliozaliwa juzi tu hapa
na waanzilishi ni Watanzania hapa, wamefanya huu mziki haupo duniani. Shetani ameuopaleti kupitia Tanzania hapa. Wewe Boniface Mwaitege ambaye umetumika muda mrefu, umemjua Mungu muda mrefu, matokeo yake unahalalisha mapepo ya mziki ndani ya kanisa. Eti kwamba kuna mziki, kila mziki unaweza ukatumika tu. Iwe hip hop inatumika tu, iwe kidogori inatumika tu, iwe ili mradi umeweka maneno ya Mungu. Nataka nikwambie Boniface Mwaitege, ufahamu wako wa kiroho umekamatwa. Boniface Mwaitege na watu wanaonisikiliza na wachungaji wanaomshadadia Boniface Mwaitege, kwa hili nitagombana na wewe, nitakataa mpaka kesho kutwa. Mungu ana mziki wake. Yani ukisikia tourism, yani roho hata waangaika kuuliza, utajua huu ni mziki wa injili. Hii ni gospel. Sasa nikuuliza swali, mtu anaweza kasema, mtumishi, ina maana mbona reggae ilianzishwa na Lucky Dube? Nataka nikusaidia hapo kwa haraka haraka. Kuna mziki wa Bob Marley, reggae ya Bob Marley, na kuna reggae ya Lucky Dube. Hii miziki ni ya watu wawili tofauti. Nataka nikwambie, chochote kile kilichoanzishwa pasipo msingi wa imani kitazaa vile vile matunda yake. Mziki wa Bob Marley ni mziki ambao umeanzishwa huko Jamaica. Ndio maana huu mziki ukiupiga unakuleta kwenye bangi. Hii reggae ya Bob Marley inakuleta kwenye bangi. Lazima obaroso ja lazima utaenda kibangi, utakuwa mwilini, utakuwa kibangi. Yule roho aliyekuwa amemwanzilisha Bob Marley, mwanzilishi Bob Marley, kwa sababu msingi wa Bob Marley ni Mungu wao anaitwa Yah. Ndio aliyezalisha mziki huu wa Bob Marley, reggae ya Bob Marley. Sasa ukileta kwenye mziki wa Lucky Dube, mwanzilishi saundi ara ya mziki wa Lucky Dube, kwa nini inatumika kanisani? Ndio maana nakwambia kila sauti ina maana. Kwa nini haijapata shida sana kwenye mioyo ya watu? Reggae, kwa nini inatumika mziki wa reggae? Ukiangalia ambaye hapa mziki huo wa ile mziki wa nani wa Lucky Dube, kwa nini umetumika kwenye makanisa na watu wanautumia? Kwa nini basi? Historia ya huyu mwanzilishi ya aina ile ya reggae, ya ule mziki, msingi wake ilikuwa ni kanisani. Lucky Dube ameanza kutengeneza mziki kanisani, anaimba kanisani. Lucky Dube ni Mkristo, alikuwa anaimba kwaya kanisani. Historia yake isome. Kwa hiyo yule aliyeanzisha mziki, aina ya mziki, arrangement, ara, nazungumzia ara, sio sauti, ara za mziki wa Lucky Dube na wa Bob Marley ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hapa mziki wa Lucky Dube umepenya kanisani na unaweza ukakutengenezea uvuvio, kwa sababu msingi wa mtu alianzisha kanisani, akiwa na roho, akiwa na msingi wa kanisa, wa roho wa Mungu, wa ibada. Na ndio maana mziki wa Bob Marley wa Lucky Dube ukiupiga, zile ara zake, zile melodi zake zina uvuvio wa roho, zinakufanya ufikirie melodi zenye nguso. Hata kama alikuwa anaimba katika mambo ya ulimwengu, lakini unakuta kusikia ile ara inazungumza na moyo wako. Hausikii kinachoimbwa, lakini ile ara inazungumza na moyo wako, kwa sababu mwanzilishi aliyeanzisha msingi huo alikuwa ameanzia kanisani. Kwa hiyo hata vitu atakavyofanya
vinatambulisha Roho wa Mungu japo amepeperushwa. Kuna nembo. Ndio maana ndani ya kanisa, ndani ya Wakristo, unaweza ukashangaa muziki unatumika. Nyimbo nyingi sana zimetumika zenye mfumo wa ara alizoanza kucheza Lucky Dube, sio za Bob Marley. Kwa hiyo tofautisha, na ndio maana nimekuambia kila ara ya muziki ina kitu nyuma yake, itatambulisha. Roho yako tu ukisikia itakukubalia. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Sikiliza vizuri. Sikiliza. Hebu sikiliza hapa. Sikiliza hapa. Sikiliza hapa kidogo. Sikiliza hii. Sasa unaona, yani unasikiliza melody, ina mguso wa melody wa ibada, mguso wa rohoni, mguso wa ndani. Husikii kinachoimbwa sometime, lakini unaelewa melody. Ara za mziki zinaombolezesha, zinakuabudisha, zinasema rohoni mwako, kukufanya ufikiri. Sasa sikiliza mziki wa Bob Marley. Nakupa hapa. Sikiliza. 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 Unaona hiyo kitu? Hii inaweza ikaingia kanisani. Kwa hiyo kila mtu aliyeanzisha kama msingi wake ulikuwa katika Mungu mwingine, hivyo hivyo hauwezi ukauelewa. Ukisikia tu Roho yule wa Mungu atakushuhudia tu hiki ni sahihi. Asili ya Mungu ndani yako, umeokoka hujaokoka, itakuonyesha hiki ni kitu sahihi. Ndio maana hujaona kanisani huu mziki wa Bob Marley imepenya Lucky Dube. Nini arrangement yake iko huko ndani? Msingi wake ulikuwa ni kanisani. Msingi wake ilikuwa ni ibada. Sikiliza ara zote za mziki wa Lucky Dube, alafu sikiliza za Bob Marley. Sasa namalizia na neno hili, ili uelewe kwamba Boni Mwanitege na wengine ambao wanaongea kwamba mziki ni wowote unaweza kutumia ni waongo. Katika Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 10 nasema, yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyokuwa na maana. Duniani zipo sauti nyingi. Zipo sauti ya R&B, muziki wa R&B, zuku, sina muda wa kufafanua, hip hop, sebene, blues, kila aina ya muziki. Yana nataka nikwambie, ukipigwa utagundua, utasikia tu ndani hiki ni kitu cha namna gani. Kwa hiyo anasema katika neno lake kwamba zipo duniani sauti za kila namna, lakini hakuna hata moja isiyokuwa na maana. Huwezi kuniambia hip hop isiwe na maana. Hip hop ina maana.
Ukipiga hip hop lazima kuna roho yani mziki huo hauwezi kukupeleka katika ibada. Maana kusudio la mziki ni kwenda kwenye ibada. Kusudio la mziki ni kuguswa rohoni na kuzama katika roho. Mziki wa kuabutisha, mziki unaoombolezesha roho yako kukupeleka ara. Nazungumzia ara. Huwezi ukachukua sebene. Ndio maana nawaambiaga kanisani, sijui Yesu we hanandanda. Huo sio mziki wa injili. Maana unakuleta katika mwili. Hakuna sebene ya Yesu. Hakuna sebene na ndomboro ya Yesu. Haipo. Kamkuta malaika. Siku hizi sijui mnacheza na kucheza. Sijui mnacheza. Ujinga mtupu. Kwa hiyo kila aina ya mziki inatambulisha msingi wake. Inatambulisha kuzimu. Inatambulisha dunia. Inatambulisha kanisa. Kila aina mziki inaweza ikakwambia sauti ya Mungu ndani na kuambia hiki sicho. Kwa hiyo sio kila mziki unaweza ukatumia kanisani. Yani usilazimishe. Watu nyakati hizi wanalazimisha uongo uwe ukweli. Boni Mwaitege rafiki yangu na wengine mnaonisikia, huku nikikengeuka na kutumia vibaya nafasi ambayo Mungu amekupa. Unataka kwenda na dunia, unataka watu wakukubalie. Boniface Mwaitege, mziki wa ala ya mziki wa injili inajulikana. Mziki wa injili unajulikana na mziki wa kidunia unajulikana. Bongo Flava ndio maana inaitwa Bongo Flava. Mziki radha ya Bongo Flava ya kibongo bongo. Yani kila kitu kina msingi wake ndani ya roho. Na mambo ya roho yanatambulika katika roho. Mambo haya ukiwa mwilini hautayaelewa. Kwa hiyo nizungumze wote ambao mmemsikiliza Boni Mwaitege na kumpa heshima eti kwa sababu amekuwa mwimbaji wa muda mrefu. Mimi niseme kitu kimoja, huyu amevamiwa. Kaka yangu Boniface Mwaitege anatakiwa kuombewa. Boniface Mwaitege unatakiwa uombewe na urudi msalabani. Kwa hili ulilolifanya unaweza usione madhara yake leo, lakini kizazi kijacho umeharibu pakubwa sana. Ningekushauri hiyo nyimbo ungefuta na hiyo clip ungewaelewesha upya watu. Jitahidi urudi uombe msamaha kwa watu na kuwaelewesha kwamba hapa nilipotosha. Usitetee umaarufu wako na uchungaji wako. Lakini kuna hatari katika siku ya mwisho. Umepotosha pakubwa sana Boniface Mwaitege juu ya mziki wa injili. Ninasema nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Hauwezi ukatumia mziki wa kidunia kama unavyotafsiri. Eti kwa sababu unaweza ukatumia mziki wa kidunia lakini ukaweka maneno ya Mungu. No. Haiwezekani mziki uokoke, maneno ya okoke, halafu biti siokoke. Nuru na giza haviwezi kushare kukaa sehemu moja. Lazima ala ya mziki iokoke na maneno yaokoke. Hauwezi ukaleta Biblia halafu ukaleta hapa na vitabu vya udaku. Halafu ukaita hii ni imani moja. Ukaita hii ni Biblia. Ukachukua gazeti kwa sababu kuna maneno na ukachukua na nani hapo utaita hiyo ni Biblia. Nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Yaani mziki wa singeli uwekee maneno ya Mungu uite hii ni mziki wa injili. Hamna. Mziki wa injili unaongea wenyewe. Mziki wa injili haubadiliki. Unaongea wenyewe. Sikio la mziki utakwambia tu kwamba hii ni gospel. Unajua watu ni wabishi. Roho tu anakuambia hii ni gospel. Lakini hii ni Bongo Flava. Hii hapa tumechezwa mchezo hapa. Nataka nikwambie Boni, hicho ulichokifanya ni kibaya mno. Kwa nafasi ambayo Mungu amekupa, tumia vizuri nafasi yako, maliza vizuri. Hapo kuna kujuta siku ya mwisho. Maana huu mziki umeutetea. Mimi nimekuelewesha chimbuko lake ni lipi. Nitarudi tena wakati mwingine niwafundishe katika hii kweli.
Mungu akusaidie Boniface Mwaitege, tumuombe maana amekuwa mchungaji, lakini mchungaji akiwa kipofu watoto wake watadondokea. Boniface Mwaitege, kita mizizi kwenye neno la Mungu. Kwa sababu umeamua kuwa mchungaji, nishauri Boniface Mwaitege, rudi kwenye kukita mizizi. Mimi ninashauri, mimi naamini Boniface Mwaitege haujawekeza sana kwenye kuyachunguza maandiko, kumtafuta Mungu katika kuijua Biblia. Ni kweli umekuwa mchungaji, lakini ninashauri kwa nafasi ulionayo Boniface Mwaitege, wekeza muda mwingi kujifunza. Mimi nashauri sana waimbaji mnaokimbilia kuwa wachungaji, wekezeni akili zenu na muda wenu kusoma maandiko matakatifu. Msikimbilie kuwa wachungaji pasipo kujua ambacho mnatakiwa kuwachungisha watu, kuwaongoza watu. Kwa nashauri Boni Mwaitege, kwa hiki ulichokifanya kuhalalisha mziki wa Singeli, inaonyesha kabisa msingi wako wa kuijua Biblia bado haujasoma maandiko vizuri na kujua ukweli unatakiwa kuwa mchungaji wa namna gani. Kwa hiki unachokitetea Boniface Mwaitege ni kinyume cha Biblia, ni kupotosha na kuwadanganya kizazi kinachokuja cha kwamba wewe ni muimbaji wa muda mrefu wa kuamini. Na mimi ninasema mbele za watu ambao wananiamini na wanaonifuatilia kupitia maandiko matakatifu ambayo nimeyasoma na kuyafundisha, huu ni uongo ambao Boni Mwaitege ameutetea kwamba msingeli ni mziki wa Injili. Singeli imezaliwa hapo na chimbuko la mziki wa Singeli imezaliwa kwenye vigodoro, imezaliwa kwenye vigodoro, kwenye shughuli za kufunua nguo, kucheza uchi na staili za kucheza hizo. Na Singeli maana yake ni staili hizo, ni kusaula nguo. Ndio mziki wa Singeli ulikotokea. Hauwezi kuwa mtakatifu hata siku moja. Hauwezi kulazimisha eti ukiwekea maneno ya Injili unakuwa mziki wa kanisani. Boniface Mwaitege, na kuambia ukweli, mimi sikuchukii, lakini hapa umepotosha na haustahili katika hili. Usipotubia ustahili kuitwa mchungaji, maana umepotosha roho za watu. Vijana wangapi watakuwa tayari wameshadumbukia kwenye mtego? Nikutakie neema, nikutakie baraka. Tuko kwenye nyakati za mwisho, tunachambuliwa, tunahitaji kusimama katika kweli ya Bwana. Watu watabadilishwa mwishoni. Kuna watu ambao ulikuwa waamini sana mwanzoni, ulikuwa wasikiliza na kuwatetea na kuwafuatilia, lakini shetani atawapiga mwishoni, halafu atakuletea upotoshaji huo. Kama hujasimama kwenye msingi wa neno la Bwana, watakukumba na wewe mwenyewe ambayo utaendelea kuwafuatilia bila kuijua Biblia. Fuatilia watu na wachungaji, lakini hakikisha silaha yako na ngao iwe Biblia. Unapomsikiliza mchungaji wako kila siku, ujue dunia inabadilika na shetani na muinda atambadilisha, na wewe chungaji watawapotosha watu wengi sana mwishoni, kwa sababu watakuwa wamepigwa na wenyewe wataenda kuwadanganya watu makanisani. Wale waumini kwa sababu hawajui Biblia wataendelea kuamini kwamba wako sawa sawa. Nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen.